الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii yeye. Ndugu zangu Waislamu, kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, khutba yetu tutazungumzia albuyutul mustaqira wa khataru ghaibatil qalb, ndoa zenye utulivu na hatari ya nyoyo kuwa mbali. Ndoa zenye utulivu na hatari ya nyoyo kuwa mbali. Ndugu zangu Waislamu, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tambueni kwamba kuna vita iliyojificha ambayo inabomoa na kuharibu majumba na ndoa mbalimbali za Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu. Ni vita ambayo malengo yake ni kubomoa ule utulivu, kuyachana yale mapenzi na kuwafanya watoto wawe tofauti tofauti na wazazi wao. Iblisi alayhi laana, hakuna kitu anachofurahi zaidi kuliko anavyofurahi pale ambapo mtu atakapokuwa ametengana na mke wake. Kwa ajili hiyo, utulivu katika ndoa, katika familia, limekuwa ni jambo la lazima katika Uislamu, na haifai mtu kupitiliza au kufanyia uzembe zile nguzo zinazopelekea ndoa kuwa na utulivu. Kwa hiyo ni zipi sababu zinazopelekea ndoa kuwa na utulivu, na ni namna gani tunaweza tukayalinda au tukazilinda nyumba zetu zisije zikabomoka? Ndugu zangu Waislamu, sababu zipo nyingi, lakini kulingana na muda wa khutba tunaweza tukazichukua au kuziangalia 3 ama 4. Sababu ya kwanza ambayo inaweza ikaifanya ndoa iwe katika utulivu, as-sakina fi zamanil qalaq, kuwa na utulivu na umakini katika zama hizi zilizojaa kero, zilizojaa chuki, zilizojaa mitihani. Hivi leo tunaishi katika zama zetu
maisha ambayo mara nyingi tasaraat fihi alahdath, matukio yamekuwa mengi sana, tena yanakuja kwa haraka. Lakini mara nyingine hata ile hali ya ugumu wa kimaisha imepelekea watu kuwa na makero na chuki ambazo kwa sasa kiasi kwamba inaonekana ndio simatun lil asr, kama ndio fasheni ya katika zama tulizo nazo. Yani mtu kuishi na makerokero na mastresi mengi na vinginevyo, kama vile ndio staili ya maisha, ili mtu aishi lazima awe hivyo. Na hii yote mara nyingine imesababishwa na zile mbio na juhudi zinazowapelekea watu kwenye kutafuta yale maisha yao, wakasahau kwamba nyumba, ndoa ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa ta'ala, neema ambayo mara nyingine mtu hawezi kuifahamu ile thamani yake ila yule ambaye aliyeikosa. Aliyokosa utulivu kwenye nyumba yake ndiye atakayejua thamani ya utulivu. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Nahl aya ya 80 anasema, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejaalia kwenye majumba yenu ndiyo sehemu za utulivu. Maana yake kwamba kwenye majumba ambapo ndani yake zitapatikana familia, ndani yake ndio zimo ndoa, ndiyo sehemu ambazo taskunu fihi nufus wa tartah, nyumba zinapata utulivu na zinapata starehe, nafsi zinapata utulivu na zinapata starehe. Fahamu ya kwamba nyumba au ndoa ambayo haina utulivu, makelele huwa ndio yanaenea katika nyumba hiyo, magomvi ndio huwa yanatawala katika nyumba hiyo. Nyumba hiyo inabadilika kutoka katika sakan kuwa ya utulivu, inakwenda kwenye sijinun nafsi, ni kama vile gereza au jela ambayo mtu ameifunga nafsi yake. Lakini ikifika hapo, inafikia muda hata watoto yafqidul aman, wanakosa amani, watoto wanakosa mapenzi ndani ya nyumba zao. Hivyo wanafikia muda wanapata maamuzi watoke nje ya nyumba zao ili wakatafute amani, wakatafute mapenzi, lakini matokeo yake yakauna farisatan li ashabi su, wanafikia kwenye mikono ya watu wabaya, wanawaharibu tabia zao, wanawaharibu dini zao, wanawaharibu hata maisha yao. Kwa hiyo sababu ya kwanza itakayopelekea uwe na utulivu ndani ya ndoa yako ni kuwa mtulivu na kuwa makini ndani ya nyakati hizi tulizo nazo ambazo zimejaa kero za aina mbalimbali. Sababu ya pili, husnul ikhtiyari, uchaguzi mzuri. Ndugu yangu Muislamu, fahamu kwamba tofali la kwanza linalopelekea kuwa na utulivu katika nyumba yako halianzi baada ya kuingia ndani ya nyumba, bali linaanza pale ambapo unapofikiria kuijenga nyumba yako. Na kusudia tofali la kwanza linaloweza kuleta utulivu katika ndoa yako sio wewe baada ya kuingia kwenye ndoa ndio uanze kutafuta nitapataje utulivu, bali utulivu unaanza kuanzia pale ulipofikiria kuingia kwenye ndoa. Unapofikiria kuoa, ndiyo tofali la kwanza litakaloweza kuifanya ndoa yako iwe na utulivu ama ndoa yako iwe ya moto. Kwa hiyo uzuri au uchaguzi mzuri wa kumchagua mshirika wako wa maisha ndiyo nguzo pekee ambayo itakayopelekea kujenga amani. Fahamu
kwenye uchaguzi wako, mambana zawajahu ala madhahira zaila, yule ambaye atakayejenga jengo lake, kwa maana akachagua mumewe au mke wake, lakini akatumia zile sifa na vitu vinavyoonekana lakini vinamalizika, au akachagua pengine zile mali ambazo zilizopo zinaweza pia zikaisha, afahamu kabisa tahdumu baituhu inda awwali asifa, nyumba yake mtu huyu, ndoa yake mtu huyu lazima itavunjika kwenye tukio la kwanza, msukosuko wa kwanza tu. Kwa sababu gani? Kwa sababu vilivyopelekea uchaguzi wa kuingia kwenye ndoa yake ni vitu ambavyo vinavyomalizika. Pengine alichagua uzuri, alichagua mali, hivyo akikosa tu vile vitu vikipotea kwa yule mwenza wake, lazima ndoa yake, ilitokea tatizo moja tu, lazima ndoa yake iwe ni yenye kumalizika na iwe ni yenye kukatika. Ndugu yangu Muislamu, yule ambaye atakayechagua dini ndiyo kipimo cha yeye cha kuingia kwenye ndoa yake, akachagua mume mwenye dini ama mke mwenye dini, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atairuzuku nyumba hiyo kwa baraka na itakuwa nyumba hiyo ni yenye kuthibiti. Ndio maana bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliweka mwongozo pale mtu anapokuwa anataka kuchagua au kuingia katika majukumu ya ndoa. Aliweka mwongozo kwa waoaji, lakini pia aliweka mwongozo kwa wale wanaokwenda kuolewa binti yao. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameweka njia kwa vijana akiwaambia, tunkahul mar'atu li 40, mwanamke huwa anaolewa kwa sifa 4. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya hapo akazitaja, akasema kwa mali yake, ama nasabu yake kwa maana ukoo wake, lakini pia uzuri wake na dini yake. Ameyataja 4: uzuri wake, mali yake, dini yake na ukoo wake kwa maana ya familia yake. Lakini baada ya kuyataja haya 4, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka muongozo na maelekezo, akasema fadhfar bidhati dini taribati yadaka, chagua mwanamke mwenye dini, mikono yako itasalimika, maana yake utakuwa salama. Ndugu yangu Muislamu, ukimchagua mwenye dini akiwa na mali, mali yake haitokuwa fimbo ya kukuchapia, uzuri wake hautokuwa fimbo ya kukuchapia, lakini hata familia yake na ukoo wake hautokuwa fimbo ya kukuchapia, kwa sababu anayo dini ambayo inamkataza yeye kufanya hivyo. Lakini ukichagua tu mwenye mali, ambapo pengine ndiyo malengo na shabaha ya wengi pengine wanataka kuoa. Kipindi cha nyuma ilikuwa wanaume tu, lakini sasa hivi hata ilikuwa wanawake tu, lakini sasa hivi mpaka wanaume, kwamba anachagua sehemu ya kwanza, anaona atakapopata utulivu ili apate ndoa iliyokuwa nzuri, atafute mwanamke mwenye pesa, ama mwanamke atafute mwanaume mwenye pesa. Yani hii ndio inakuwa shabaha yake. Lakini hivyo, hebu angalia mwishoni vinakuja kuwa nini? Mara nyingi inakuja kuwa ni fimbo. Mwanaume pengine alikuwa hajawahi kuendesha gari, atanunuliwa gari, shida ndogo tu ikitokea ataambiwa, ulishawahi wewe hata kugusa steering, kushika tu ufunguo kuibeba ulishawahi? Maana yake anaona kile ndio cha kumchapia. Na hata wanaume nao ndio wako hivyo hivyo. Mara nyingine tu anamwambia, kaa kwenye sofa hilo la kuzunguka, ulishawahi kukalia hilo? Hebu angalia hiyo neti tu unayolalia ya kubonyeza tu, yani unabonyeza na remote inashuka, unabonyeza inapanda, ulishawahi kwani kuipata? Ulishawahi kula mguu wa kuku mzima mzima wewe? Hebu kula kwanza. Kwa hiyo anaona hivi vitu kwa sababu hana dini. Kwa hiyo kwa kuwa hana dini, basi vinakuwa ni fimbo ya kumchapia mwenza wake. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kuchagua mshirika mzuri kuanzia mwanzoni, hiyo ndio jambo pekee ambalo
linalotakiwa kwa Muislamu anapotaka utulivu ndani ya ndoa yake, utulivu ndani ya nyumba yake, basi ahakikishe ule uchaguzi wake unakuwa ni uchaguzi ambao unaoendana sambamba na vipengele ambavyo ameviweka Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana hata Mtume akatoa maelekezo kwa wale wenye mabinti, kwa maana mawali, aliposema idha khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawijuhu, atakapokujieni mtu ambaye mmeridhika na dini yake na mmeridhika na tabia yake, muozesheni. Dini yake na tabia yake. Tabia ukiwa nayo nzuri inayolingana na sambamba na dini ulionayo ya Uislamu, bila shaka utakuwa uko vizuri. Lakini mara nyingine mtu anaweza akawa na dini yake kwa maana ule muonekano wake wa nje, lakini ndani ya moyo wake dini hana. Maana yake ana tabia mbovu, ana tabia mbaya. Dini yake, akiwa ndani ya msikiti macho yake anaangalia chini sehemu anaposujudu, lakini akitoka nje ya msikiti mambo yake au macho yake yanaangalia vya watu. Ndani ya msikiti anakuwa makini cha kuangalia, akitoka nje ya msikiti cha kwanza, kwa sababu hana tabia nzuri, anachokiangalia basi huwa anaangalia macho juu, kuangalia tu mwanamke gani, macho juu kuangalia cha nani, nitakiibaje, nitadanganyaje. Hivyo ndivyo anavyokuwa navyo. Ndugu yangu Muislamu, ndio maana kuna bwana mmoja, yawezekana likaonekana ni jambo la aibu sana au ni jambo sio la kawaida, lakini angalia majibu ambayo alijibu kumjibu yule ambaye alikwenda kwake kwa ajili ya kutaka kuposa. Alivyopeleka posa, yule bwana mshenga anamuelezea yule mume mtarajiwa, anamwambia huyu bwana ni swala 5. Ndio neno anamwambia huyu bwana ni swala 5. Mzazi anamwambia yule bwana, mimi mtoto wangu anajua kuswali, simtaki mwanaume atakayemfundisha mtoto wangu kuswali, namtaka mwanaume atakayemfanya mtoto wangu aishi maisha yanayoendana sambamba na Uislamu. Kwa hiyo kuna watu pengine mara nyingine ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, atakapokujieni yule ambaye mmeridhika dini yake na tabia yake. Ni wangapi ambao wanaswali lakini midomo yao ni matusi? Ni wangapi ambao wanaswali lakini midomo yao ni utapeli? Ni wangapi ambao wanaswali lakini kazi zao ni wizi, udanganyifu? Ni wangapi? Kwa hiyo huyu pamoja na kwamba ile dini yake, lakini dini yake haijamfikisha kwenye yale malengo, bado tabia yake sio nzuri. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, ili ufikie vizuri, uwe na utulivu katika ndoa yako, basi lazima kuangalia hivi vigezo. Jambo lingine, almawadda warahma, mapenzi na huruma. Nyumba ambazo zenye utulivu huwa hazijengwi kwa matofali ambayo yako strong sana, bali huwa zinajengwa na yale mapigo ya moyo, mapigo ambayo ya moyo hayakuungana, miili yao haikuungana, kwa maana mishipa yao ya damu haikuungana. Kila mmoja ana mishipa yake ya damu, tena haifanani, lakini baadaye wanakuja kuungana nyoyo zao. Kwa hiyo ili ndoa iwe na utulivu, lazima nyoyo za wanandoa ziungane, malengo yao yawe ni mamoja. Lakini wakiwa na malengo tofauti, mwingine malengo yake nimekuja kuangalia mkato wa chumba, lakini mwingine malengo yake nimekuja kutoa mkosi, mwingine malengo yake bwana, wenzangu wote walikalangu mimi miaka 45 50 wote wameshaoa, wameshajukuu, mimi iweje? Si nitaonekana mimi. Anakwenda kuoa si kwa ajili ya malengo aoe apate utulivu ndani ya nafsi yake, bali anakwenda kuoa kwa sababu atoe mkosi, aonekane yeye ameoa au kuolewa, kwa sababu aende kuangalia wengine wanaita mkato wa chumba umekuwaje kule ndani. Ndugu yangu Muislamu, ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala hata kwenye ile aya hakuzungumza watu wanapooana ili wawe na hubi na mapenzi, bali alisema wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, amejaalia kati yenu mawadda. Mawadda ni zaidi ya mahaba, mapenzi na huruma. Na haya mapenzi na huruma yanaonekana kwenye maneno yako na mwenza wako, yanaonekana kwenye vitendo vyako na mwenza wako.
Unaumiaje kile ambacho yeye kinamuumiza? Unafurahije kile ambacho yeye kinamfurahisha? Unaziangaliaje hisia za mwenzako? Unapojeruhi hisia ya mwenzako unajichukuliaje? Ni kawaida, ni poa, au nimemkomesha, au nawe pia unaumia? Kwa hiyo haya ndiyo ambayo atakayokuja kuyafanya ndoa yako iwe na utulivu vizuri. Ndugu yangu Muislamu, lazima ufahamu mahusiano ya ndoa sio mahusiano tu ya kidunia au ya kimali au ya kimatamanio tu ya nafsi na mtu ya moyo wake, kwa maana yale maumbile. Si hivyo, bali ni asma wa a'la. Mahusiano ya ndoa yako juu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka wazi ndani ya Qur'an kwamba mahusiano ambayo ya ndoa yakiwa yamekuwa na yamekaa vizuri kwa kufuata misingi na sheria ya Uislamu na wakaishi vile ambavyo taratibu za Uislamu zinataka, mwisho wake inakuwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu hawa anawaunganisha tena wakiwa peponi. Aliishi duniani kama mke na mume, miongoni mwao wakaja wakapata na familia, wakapata watoto na wajukuu, wote wakaishi katika misingi ya utiifu ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anawaunganisha kule peponi, wanakuwa tena pamoja. Hebu angalie ni furaha iliyoje. Ndio maana tunasema mahusiano haya si mahusiano kama ambayo wewe unayafikiria. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analizungumza hilo ndani ya Qur'an. Jannatu adni yadkhulunaha, kwenye pepo ya milele wataingia. Wa man salaha min abaihim, lakini pia wale ambao waliofanya vizuri, waliokuwa wazuri, waliokuwa wema, waliokuwa watiifu wataingia nao, watakuwa nao. Min abaihim, miongoni mwa wazazi wao watakuwa nao peponi. Wa azwajihim, lakini pia wake zao, waume zao watakuwa nao peponi. Wa dhurriyatihim, na watoto wao pia watakuwa nao peponi. Lakini sio tu kwa sababu walikuwa kwenye ndoa wamezaa watoto ndani ya ndoa, la, ni na wao wenyewe waliishi kwenye ile misingi inayotakiwa na dini ya Uislamu. Wakiingia huko watafanya nini? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, na malaika watakuwa wanaingia kule kwa wao kupitia kila mlango. Wanafanya nini? Wanakwenda kuwapa pongezi kwa wao kufanikiwa kuingia ndani ya pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tumuogope sana Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini bila shaka yawezekana kila mmoja wetu analitamani hili, ndoa yake, nyumba yake iwe na utulivu. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أوصيكم ونفسي ثانيا بتقوى الله, na wausieni kwa mara ya pili pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtii yeye. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa vitu ambavyo vitaifanya ndoa ziwe na utulivu, nyumba ziwe na utulivu, ni watu nyoyo zao kuwa pamoja, kuwa kila mmoja anajali cha mwenzake, hampi majukumu ambayo yako zaidi ya uwezo wake. Lakini ikitokea sasa, na ndiyo hatari kubwa iliyopo katika ndoa kukosa utulivu, sio kwamba mara nyingine labda pengine watu kuwa na mali chache kwenye maisha yao, au mara nyingine kuwa na maugomvi mengi kwenye maisha yao, la, bali ni huwa ghaibatul qulub, nyoyo zao kuwa tofauti tofauti. Mume au mke anakuwa yupo kwa mwenzake mwili tu, lakini mawazo yake na moyo wake huko mbali kabisa. Mara nyingine yeye kinachomshughulisha ni simu yake tu, yuko bize na simu, amemsahau mke wake, amemsahau mtoto wake, amemsahau mume wake, yuko bize na simu yake, kiasi kwamba inafikia mke au mume au watoto huwa wanaona wao hawana baba wala hawana mama,
bali wanaishi na kivuli tu na wala hawaishi na mtu, kwa sababu hakuna wanachosikilizwa, bali kila mmoja yuko bize na simu yake. Haina maana watu wasitumie simu, lakini je, hiyo simu yako inakushughulishaje wewe na nafasi ya mwenza wako? Yani mtu yuko tayari mke wake akimwambia neno zuri asitoe hata tabasamu, mume wake akimwambia neno zuri asitoe hata tabasamu, lakini huyo yeye kuchekeshwa na kucheka kabisa, kufurahi, pengine mpaka anakaribia kujiangusha, ni kwa sababu tu ameona vile vibwenzo vile vilivyopo kwenye simu yake anayoangalia. Yuko tayari familia isile, familia isinywe, lakini hawezi kukubali simu yake ikose bando. Kwa sababu gani? Kwa sababu anaona vile vibwenzo kule kwenye simu nitaviangalia saa ngapi? Nitapata wapi mimi? Anasema kabisa, nikiwa kule ndio najisikia raha bwana, nikiwa kule ndio napata utulivu bwana, nikiwa kule ndio stress zangu zinapotea. Hivi zitakosaje kuwa nyingi huku wakati huyu mtu humjali? Ndugu zangu Waislamu, ghaibatul qulub, nyoyo zikiwa mbali, kuna mambo mengi sana yanayotokea, kuna maisha, kuna hatari nyingi sana zinazotokea. Matokeo yake ndoa nyingi zinabaki ni kama vile ni ndoa ambazo muzayyaf, ndoa za bandia, hali ya kuwa wameoana kweli na wala hawajaachana, lakini maisha yao ni kama bandia, maisha yao ni kama wageni, lakini wageni ambao wanalala kwenye kitanda kimoja wapo kwenye kuta 4 pamoja. Maisha yao yanakuwa ni kila mmoja kupotezea hisia za mwenzake. Maisha yao yanakuwa ni ndoa kwa jina, lakini haina uhakika wa ile ndoa, kwa maana ya matendo yao ndani ya ndoa yao. Haina mapenzi, haina chochote. Ndugu zangu Waislamu, hebu tujitahidi sana hizi simu zetu ziwe sababu za kutuunganisha, na wala zisiwe ni sababu za kufanya ndoa zetu zikose utulivu. Ndugu zangu Waislamu, la mwisho kabisa kumalizia, tukumbuke huu utulivu wote unaopatikana ndani ya ndoa, tusiache kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumkumbuka. Nyumba ambayo iwe itakavyokuwa, lakini nyumba hiyo ikiwa haina namna ya kumkumbuka Allah, nyumba hiyo haiwezi kuwa na utulivu. Angalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, mathalul baiti alladhi yudhkaru Allahu fi wal baitu alladhi la yudhkaru Allahu fi mathalul hayy wal mayit. Nyumba ambayo Allah anatajwa na kukumbukwa ndani ya nyumba hiyo na nyumba ambayo Allah hakumbukwi ndani ya nyumba hiyo ni sawa sawa na mtu aliye hai na maiti. Hebu jiulize wewe kama Muislamu na familia yako, ni mara ngapi mmekaa ukaambia hebu njooni hapa, kila mtu akachukua juzuu mmoja akaambia hebu tusomee tusikilize? Wewe kama baba, wewe kama mama, mara ngapi umeitisha kikao kama hicho? Lakini mara ngapi wewe kama baba, kwa sababu mtoto wako anatakiwa aende akasome Morogoro, wewe upo Iringa, ni mara ngapi umeitisha kikao cha watoto wako na kuambia jamani, ndugu yenu sasa anatakiwa aende kule, kwa hiyo sasa hivi kidogo pengine baadhi ya vitu hapa vitapungua, maandalizi magumu? Mara ngapi umesikiliza Qur'ani wewe na familia yako? Mara ngapi umekaa wewe na familia yako ukamwambia kila mmoja kutoka ndani ya moyo wake amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tuombeane dua sisi kwa sisi kutoka ndani ya nyoyo zetu, tuwe na utulivu, tuwe na maisha mazuri, tuwe ni mara ngapi? Ndugu zangu Waislamu, nyumba ambayo haina kutajwa Mwenyezi Mungu ndani yake, hata kama nyoyo za watu hao zinapiga, zinagonga, wanaendelea kuishi, lakini bado watu hao watahesabika kuwa ni maiti. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kumtaja Allah ndani ya nyumba zetu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala asijalie nyumba zetu ziwe ni zenye utulivu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Allahumma aslih dhata bainina wahdina subulas salam. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.